Mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla zijaja siku zilizo mbaya, wala haijakaribia miaka utakaposema mimi sina furaha katika hiyo. Kabla jua na nuru na mwezi na nyota havijatiwa giza, kabla ya kurudi mawingu baada ya mvua, siku ile walinzi wa nyumba watakapotetema, hapo wenye nguvu watakapojinamisha, na wasagao kukoma kwa kuwa ni haba, na hao wachunguliao madirishani kutiwa giza, na milango kufungwa katika njia kuu, sauti ya kinu itakapokuwa ni ndogo, na mtu kusituka kwa sauti ya ndege, na binti za kuimba watapunguzwa. Naam, wataogopa kilichoinuka, na vitisho vitakuwapo njiani, na mlozi utatanua maua, na panzi atakuwa ni mzigo mzito, na pilipili itapasuka, maana mtu aiendea nyumba yake ya milele, nao waombolezao wazunguka njiani. Kabla ja katika kamba ya fedha, au kuvunja bakuli la dhahabu, au mtungi kuvunjika kisimani, au gurudumu kuvunjika birikani, nayo mavumbi kuirudia nchi kama yalivyokuwa, nayo roho kumrudia Mungu aliyeitoa. Mhubiri asema ubatili mtupu, mambo yote ni ubatili. Walakini kwa sababu huyo mhubiri alikuwa na hekima, aliendelea kuwafundisha watu maarifa, na akatafakari, akatafuta, akatunga mithali nyingi. Huyo mhubiri akatafuta ili apate kuona maneno yapendezayo, na yale yaliyoandikwa kwa unyofu, yani maneno ya kweli. Maneno yao wenye hekima huwa mfano wa michoko, na kama misumari iliyogongomewa sana, ndivyo yalivyo maneno yao waliowakuwa makusanyiko, ambayo yatoka kwa mchungaji mmoja. Tena zaidi ya hayo, mwanangu, kubali maonyo. Hakuna mwisho wote wa kutunga vitabu vingi, na kusoma sana uchosha mwili. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta kumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya.